kutekelezwa. Mkutano wa siku mbili wa NATO unaanza nchini Uholanzi ambapo washiriki wanatarajiwa kujitolea kuongeza kwa kiasi kikubwa matumizi ya ulinzi. Katibu mkuu wa NATO Mark Rutte amesema watakubaliana kutumia 5% ya pato la taifa kwa matumizi ya msingi ya ulinzi na uwekezaji mpana wa usalama kila mwaka ndani ya muongo mmoja ujao. Akizungumza katika jukwaa la umma kabla ya mkutano kuanza, ameeleza kwa nini uamuzi huo ni muhimu. We know that Russia is reconstituting itself at a speed which is really staggering. Tunajua kwamba Urusi inajijenga upya kwa kasi ya kushangaza na kutisha. Kwa hiyo tunapaswa kuwa tayari. Tusipokuwa tayari, hatutaweza kujilinda ndani ya miaka 3 hadi 5 ijayo. Leo wanajua wakiharibu chochote, mtikio wetu itakuwa ni kuharibu zaidi. Lakini tunapaswa kuhakikisha kwamba katika kipindi cha miaka 3 hadi 5 hawajajaribu. Hivyo basi, kama tunataka kuzuia vita, tuitumie amani zaidi. We can put every label on it, but they are all true. Ofisi ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa inasema kuwa Israel imetumia chakula kama silaha dhidi ya raia wa Gaza na kuitaja hatua hiyo kuwa ni uhalifu wa kivita. Maelezo kwa waandishi wa habari yanasema kwamba watu wa Gaza walio katika hali ya kukata tamaa na njaa wanaendelea kukabiliwa na uamuzi usio wa kibinadamu wa aidha kufa kwa njaa au kuhatarisha maisha yao wakijaribu kupata chakula. Ofisi hiyo ya haki za binadamu inasema zaidi ya watu 410 wameuawa walipokuwa wakijaribu kufikia vituo vya misaada vinavyoendeshwa na shirika linaloungwa mkono na Marekani na Israel. Awali huduma ya uokozi inayoendeshwa na Hamas imesema kwamba vikosi vya Israel vimeua watu 21 waliokuwa wakitafuta chakula. Unaendelea kuisikiliza idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mkuu wa shirika la watoto la Umoja wa Mataifa UNICEF Catherine Russell ameonya kuhusu kuongezeka kwa mgogoro wa maelfu ya watoto waliokimbia vita nchini Sudan na kuelekea mashariki mwa Chad. Alipowatembelea wakimbizi katika nchi jirani ya Chad, ameelezwa simulizi za kutisha kutoka kwa wale waliokimbia mauaji, ubakaji wa halaiki na kuchoma kwa nyumba zao. Wengi wao wana utapiamlo, hawapo shuleni na wako katika hatari kubwa ya kupatwa na magonjwa. Russell amesema kwamba Chad tayari imeelemewa kupita kiasi. Bosha Nyanje anaarifu zaidi. Mbali na madai ya mauaji ya kimbari huko Darfur, mauaji ya maelfu ya raia kote nchini pamoja na kuwafurusha mamilioni ya watu, pande zote mbili katika mzozo huo zimetuhumiwa kutekeleza uhalifu wa kivita dhidi ya vituo vya afya na wafanyakazi wa afya, kulingana na ushahidi uliotazamwa na BBC News Arabic. Siku ya jana Jumatatu, mkuu wa shirika la watoto la Umoja wa Mataifa UNICEF ameonya juu ya mgogoro unaozidi kuwa mbaya kwa watoto unaosababishwa na vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Sudan, na kusema kuwa msaada wa kibinadamu umekosa theluthi 2 ya ufadhili unaohitajika. Miongoni mwa simulizi za kusikitisha zaidi katika vita ya Sudan ni ushahidi wa wanaume wenye silaha wanaowabaka na kuwadhulumu kingono watoto wadogo hata wenye umri wa mwaka mmoja. Baadhi ya watoto wamejaribu kujitoa uhai kutokana na mateso hayo. Na mabalozi wa mataifa 12 wametoa wito kwa maandamano ya umma yanayotarajiwa kufanyika kesho Jumatano nchini Kenya kuendeshwa kwa njia ya amani. Tarehe 25 Juni ni mwaka mmoja tangu vijana wa Kenya almaarufu kama Gen Z walipoandamana hadi bunge la kitaifa kupinga muswada wa fedha wa mwaka uliopita, ambapo kulingana na tume ya kutetea haki za binadamu ya Kenya zaidi ya watu 60 wameuawa katika maandamano hayo. Mabalozi wa nchi hizo 12 zikiwemo Marekani, Uingereza na Ujerumani wameonya dhidi ya matumizi ya magenge ya wahalifu pamoja na askari wasiovaa sare rasmi za polisi kuvuruga maandamano ya umma. Kumekuwa na ghadhabu kali miongoni mwa umma kufuatia kuuawa kwa mwanablogu Albert Ojwang akiwa kizuizini mwa polisi mapema mwezi huu, kupigwa risasi kichwani mchuuzi Boniface Kariuki na kulengwa kwa wakosoaji wa serikali. Hii ni BBC. Shukran Regina Mziwanda kwa taarifa hiyo ya habari za dunia. Msikilizaji, kuna njia mbalimbali za kuyapata matangazo haya ya Dira ya Dunia. Ukiwa DRC yategesikio kupitia Radio Muungano Beni, Uganda ni Voice of Karamoja, huko Tanzania ni Bomba FM na Kenya ni Must FM. Yako pia kwenye FM tovuti yetu bbcswahili.com na kwenye ukurasa wetu wa Facebook BBC Swahili, ambako hapo msikilizaji unaweza kutuachia maoni yako kuhusu unayosikia jioni hii, nasi tutayasoma tukipata nafasi ya kufanya hivyo. Jioni hii uko nasi Karo
Robi na mwenzangu ni Skola Kisanga akiwa kule Dar es Salaam. Kwako Skola. Na shukran Karorobi na karibu msikilizaji. Tuanze kwa kuangazia yale ambayo tumekuandalia, ambapo taarifa yetu kuu ni kuhusiana na Israel imefanya mashambulizi makali ikilenga mji mkuu wa Iran, Tehran. Hilo lilikuwa ni wimbi jipya la mashambulizi. Rais wa Marekani Donald Trump amekosoa vikali Israel na Iran kwa kukiuka makubaliano ya kusitisha mapigano kati yao ambayo aliyatangaza mapema hii leo. Trump amesema hajafurahishwa na nchi hizo mbili, lakini zaidi na Israel, na kuongeza kwamba nchi hizo mbili zimepigana kwa muda mrefu hadi hazijui zinachokifanya. Kauli yake inakuja baada ya Israel kuangusha makombora mawili ya Iran baada ya makubaliano kuanza. Beldin Waliaula na taarifa zaidi. Rais wa Marekani Donald Trump amesema kwa makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya Israel na Iran bado yangalipo, muda mfupi tu baada ya kuyalaumu mataifa hayo mawili kwa kukiuka makubaliano hayo. Akizungumza kabla safari yake ya kwenda kuhudhuria mkutano wa jumuiya ya kujihami ya NATO unaofanyika mjini The Hague, Trump alichapisha kwenye mtandao wake wa Truth Social kuwa mkataba wa makubaliano kati ya Israel na Iran unaendelea kutekelezwa na mashambulizi yatasitishwa. Ila mapema kabla ya kuchapisha ujumbe huo, Trump alikuwa amenyooshea lawama mataifa ya Israel na Iran kwa kukiuka mkataba wa kusitisha mapigano. We basically have two countries that have been fighting so long and so hard. Mataifa hayo mawili yamekuwa yakipigana kwa muda mrefu na kwa kutumia nguvu nyingi hadi sasa hawajui wanachokifanya. Iran ilikiuka mkataba huo na Israel pia. Kwa hiyo sijafurahishwa nao. Sijafurahishwa na Iran na pia sijafurahishwa na Israel leo asubuhi. Lazima niwaambie Israel watulie. Israel baada ya sisi kuafikia makubaliano walikuja na kurusha mabomu mengi ambayo sijawahi kuona. That didn't land, that was shot, perhaps by mistake, that didn't land. I'm not happy about that. Mapema kupitia mtandao wake, Trump alikuwa ameisihi Israel kutoruhusu mabomu yake nchini Iran. Trump alisema makubaliano hayo ya kusitisha mapigano yatachukua saa 24 kuanzia leo baada ya Iran kusitisha mapigano, kisha Israel itafuatia baadaye. Israel imekuwa ikitekeleza mashambulizi nchini Iran kuanzia tarehe 13 mwezi huu. Marekani ilijiunga na vita hivyo siku ya Ijumaa na Jumamosi kwa kulenga vituo vya nishati vya Fordo na vituo vingine viwili nchini Iran. Kulingana na Trump, walifanikiwa kulemaza juhudi za Iran za kutengeneza silaha za nyuklia, na nikimnukuu, Iran haitakuwa na uwezo tena wa kujenga upya vituo vyao vya kutengeneza silaha za nyuklia. Waziri Mkuu wa Qatar amesihi Iran kukubali makubaliano ya kusitisha mashambulizi ambayo yamependekezwa na Marekani baada ya makombora ya Iran kulenga kambi moja ya Kimarekani iliyoko mjini Doha nchini Qatar. Naibu Rais wa Marekani JD Vance aliomba Qatar kuwarai Iran kukubali mkataba huo wa kusitisha mapigano. Iran haijakubali rasmi kusitisha mashambulizi, ila viongozi wake wakuu wa kijeshi wanasema wameshinikiza Israel kusitisha mashambulizi hayo pia. Naam, hiyo ni ripoti yake Beldin Waliaula. Tukisalia na hilo, msikilizaji, makubaliano hayo kama ulivyosikia kwenye ripoti hiyo tayari yameshasuasua, lakini inashangaza kuwa saa chache tu baada ya kuafikiwa kwa makubaliano haya yaliingia doa. Hayo nimemuuliza mchambuzi wa masuala ya kanda ya Mashariki ya Kati Ibrahim Rahbi. Haikunishangaza sana kwa sababu ya aina ya uhasama uliopo katika pande zote mbili, lakini pia sioni kama kuna muendelezo wa hiki ambacho kimetokea. Muda mchache baada ya kutangazwa usitishaji, Israel ilitoa taarifa kuwa kulikuwa kuna makombora yamerushwa ya Iran na ikafunga tena upya anga yake. Lakini Iran baadaye ikatoa taarifa ikasema kuwa haikuhusika na hilo. Lakini baadhi ya media zikawa zinasema kuwa kulikuwa kuna makosa kwenye kitengo cha kurusha makombora, kilikuwa hakijapewa taarifa kuwa kuna usitishaji. Hizo ni taarifa ambazo hazikuwa rasmi. Lakini taarifa ya televisheni ya Iran ilisema kuwa hawakurusha kombora lolote. Baadaye tunamwona waziri wa ulinzi wa Israeli anaagiza mashambulizi yaende. Inaona kama kauli ya Donald Trump ambayo imewalaumu pande zote mbili huku ikitoa lawama kali zaidi kwa Israeli itasaidia kuondoa hili, kwa sababu kiuhalisia sio Irani wala sio Israeli anataka kuendelea na hii vita, na wao wote walikuwa wanashindana pembeni kutafuta suluhu kabla ya suluhu kupatikana. Naam. Unahisi yaliharakishwa au hata kushurutishwa na Marekani na ndiposa pengine hajaweza kudumu hata siku nzima haya makubaliano? Naweza kusema makubaliano yataendelea japokuwa kuna hii hitilafu iliyotokea hapa na pale, kwa sababu anayeshikilia vita kwa vyovyote ni Marekani, na Marekani tayari ana shinikizo kubwa kutoka kwa washirika wa pembeni. Washirika wa pembeni walimsukuma sana Marekani baada ya kuonekana mashambulizi ya Irani kwenye anga ya Qatar, kwa sababu kwenye anga ya Qatar ilionyesha karibu
sababu nchi 4 zilikuwa zikishuhudia, kuanzia Bahrain, Imarati, Saudi Arabia, Qatar wenyewe. Kwa hiyo hii kuvunjika kwa makubaliano ya muda mfupi uliopita hayawezi kuendelea sana, ila ceasefire itaendelea. Nadhani watakuja kubishana zaidi kwenye meza, kwenye vifungu, lakini kwa usitishaji unaweza ukatokea tu. Rahbi, itachukua nini kutuliza majibizano ya kutitimuliana misuli kati ya Iran na Israel, ikizingatiwa kwamba hawa ni mahasimu wa muda mrefu? Ni sio tu kwamba waweze kuzingatia makubaliano ya kusitisha mapigano, lakini pia uhasama kati yao angalau upungue, kama sio kukoma. Uhasama wa asili unaweza usipungue kwa sababu sababu ya uhasama bado haijatatuliwa, na sababu kubwa ni Palestina. Kwa hiyo asili ya uhasama unaanzia hapo, lakini hivi sasa kunaweza kukapungua hali ya kushutumiana, kwa sababu Iran na Israeli walikuwa hawajawahi kuingia kwenye mzozo wa moja kwa moja. Sasa kwenye huu mzozo ambao kwa uamuzi wake wa kwenda kushambulia bila amri ya Senate, kwa hiyo kuna mambo mengi ambayo yanamvuta shati hivi sasa. Maana yake kuwa hana njia yoyote ni kumlazimisha Israeli aondoke, na Israeli hana nchi anaisikiliza zaidi ya Marekani, kwa sababu Marekani ndio mfadhili mkuu anachokifanya. Matangazo ya jioni ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Habari kuu ni pamoja na rais wa Marekani Donald Trump amezikosoa Israel na Iran kwa kukiuka makubaliano ya kusitisha mapigano kati yao, na mabalozi wa mataifa 12 watoa wito kwa maandamano ya amani yanayotarajiwa kesho nchini Kenya kuendeshwa kwa njia ya amani. Hii ni BBC. Karibu tena msikilizaji katika matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, ukiwa nami Karo Robin nikiwa Nairobi na mwenzangu ni Skola Kisanga akiwa kule Dar es Salaam. Mabalozi wa mataifa 12 wametoa wito kwa maandamano ya umma yanayotarajiwa kesho nchini Kenya kuendeshwa kwa njia ya amani. Tarehe 25 Juni ni mwaka mmoja tangu vijana wa Kenya almaarufu Gen Z walipoandamana hadi bunge kupinga mswada wa fedha wa mwaka 2024-2025 ambapo kulingana na tume ya kutetea haki za binadamu ya Kenya, zaidi ya watu 60 waliuawa katika maandamano haya Gen Z. Mabalozi wa nchi hizo 12 zikiwemo Marekani, Uingereza na Ujerumani wameonya dhidi ya kutumia magenge ya uhalifu pamoja na askari wasiovaa sare za polisi kuvuruga maandamano ya umma. Kumekuwa na ghadhabu kali miongoni mwa umma kufuatia kuuawa kwa mwanablogu Albert Ojwang akiwa kizuizini mwa polisi mapema mwezi huu na kupigwa risasi kichwani kwa mchuuzi Boniface Kariuki ambaye alikuwa anauza barakoa, na kupigwa risasi kwake na kuuawa kwa Ojwang kumezidisha tu ghadhabu hiyo, kama anavyoeleza mwandishi wa BBC Akisa Wandera. Kitu ilinisida sana juu mtu amesimama na mudai na nikuuza anauza, na nikasidwa. Si mtu tunajuana ati tunaweza kuwa na giraji ati alimalizie mtoto. Sasa hiyo kitu imenisagaza. Ni babake kijana Boniface Kariuki akizungumzia kwa hisia nzito kuhusu mwanawe huyo aliye katika hali mahututi, huku yeye na familia yake wakipitia machungu mengi ya kumuona katika hali hiyo kwa muda wa wiki nzima sasa tangu apigwe risasi wakati wa maandamano ya wiki iliyopita. Boniface alikuwa akifanya kazi ya kuchuuza bidhaa ndogo ndogo mjini Nairobi tangu mwaka 2019, na wakati wa maandamano hayo ya Jumanne wiki jana alikuwa akiuza barakoa, na wakati vurugu zilitokea ndipo alipojipata ana kwa ana na polisi, na kwa bahati mbaya akaishia kuwa mhanga wa ukatili unaoendelezwa na baadhi ya maafisa wa polisi pale mmoja wao alipompiga risasi ya kichwa. Katika video hiyo ambayo imekuwa ikisambazwa kwingi mitandaoni, polisi hao wanaonekana waziwazi, kwanza wakimpiga makofi na kisha mmoja akamlenga maksudi kwa bunduki na kumfatulia risasi kwa karibu sana. Mamake Boniface, Bi Susan Njeri, anaeleza jinsi alivyopatwa na mshtuko mkubwa wakati alipoiona video hiyo. Nilipoiona video hiyo nilitoa kelele, nililia sana, ni sababu sauti yangu bado imefifia. Mwanangu hakuwa na silaha yoyote, alikuwa kibaruani tu.
Kufikia sasa Boniface amefanyiwa operesheni 2 za matibabu ya kichwa katika hospitali kuu ya kitaifa Kenyatta, lakini madaktari wanasema hali yake haijaimarika. Kwa mjibu wa msemaji wa familia hiyo Bi Emily Wanjiro, mgonjwa wao hawezi pumua vyema, ndiposa inabidi asaidiwe na mashine ya kimatibabu. Boniface is still under critical condition. Boniface yungali katika hali mahututi, bado amewekwa katika mashine inayomsaidia kupumua. Ukweli ni kwamba ni kama uhai wake unategemea mashine hiyo. Boniface hawezi kuzungumza, hawezi kutuona wala kutusikia, bado yungali katika hali mahututi sana. So it means that everything that is under Boniface, it's being monitored by the ventilations. Babake Boniface pia anafanya kazi ya uchuuzi wa bidhaa ndogo ndogo mjini Nairobi, na anasema Boniface aliifanya kazi hiyo kwa bidii sana, kwani ndio inayompatia kipato ambacho pia kilimwezesha kuchangia katika matumizi ya kifamilia. Mkuu wa idara ya polisi Inspector Generali Bwana Douglas Kanja ameahidi kuwa haki itatendeka kutokana na ukatili uliomsibu Boniface. Maafisa wawili waliohusishwa na tukio hilo tayari wamefunguliwa mashtaka na wanazuiliwa wakati uchunguzi unaendelea. Ni kesi ambayo imezusha ghadhabu miongoni mwa umma, kwani tukio limekuja wakati watu tayari walikuwa wanaomboleza kifo kingine cha mwanaharakati Albert Ojwang kilichofanyika siku chache tu baada ya kukamatwa na polisi kwa madai kuwa alikosoa utendaji wa serikali mitandaoni. Uchunguzi wa tukio hilo pia unaendelea baada ya shinikizo kuu kutoka kwa umma. Na sasa maandamano yamepangwa pia kuadhimisha mwaka mmoja tangu yale maandamano makubwa zaidi yaliyofanyika tarehe 25 Juni ya kupinga mapendekezo tata ya mswada wa bajeti ya mwaka jana, ambapo vijana kadhaa waliuawa na wengine kujeruhiwa, huku baadhi wangali hawajulikani walipo. Mamake Boniface anasema sauti hizi zinazojitokeza ni za kupigania maisha yao ya baadaye. Hawa watoto wanapigania mustakabali wao wa baadaye, lakini wanapozungumzia hilo wanaishia kuuawa na sisi tunaachwa na huzuni nyingi. Serikali inapaswa kuwalinda badala ya kuwazika. Tugakorwo twina uru mwingi muno turi aciari na twina marakara muno. Huku Boniface Kariuki akiendelea kupigania uhai wake akiwa katika chumba cha matibabu cha wagonjwa mahututi, familia yake sasa inaendelea kusubiri na kumwombea angalau apate afueni. Lakini kwa wengine wengi nchini Kenya, jina lake limeingia katika orodha ya wale ambao ni nembo ya kupigania haki na kukomesha vitendo vya kikatili vinavyoendelezwa na baadhi ya maafisa wa polisi. Akisa Wandera, BBC, Nairobi. Asante Akisa Wandera. Kwingineko ni kwamba ofisi ya Umoja wa Mataifa kuhusu haki za binadamu inasema Israel inatumia chakula kama silaha katika vita vya Gaza na kukitaja kitendo hicho kuwa uhalifu wa kivita. Anaeleza zaidi hapa Sarafina Robi. Shirika la kutetea haki la Umoja wa Mataifa linasema zaidi ya raia wa Palestina 500 wameuawa wakijaribu kupata chakula, wengi wao wakipigwa risasi na jeshi la Israel, huku wakiwa karibu na sehemu ya usambazaji chakula zinazosimamiwa na wakfu wa kibinadamu wa Gaza wenye utata, kwa mujibu wa taarifa za Geneva. Wakfu wa kibinadamu wa Gaza ukisimamiwa na Marekani na Israel ulianza kazi mwisho wa mwezi Mei. Karibu kila siku kumekuwa na mashambulizi katika maeneo ya usambazaji chakula. Hospitali ya Msalaba Mwekundu imerekodi makumi ya watu wakiwasili na majeraha ya risasi. Umoja wa Mataifa hautafanya kazi na wakfu huo, ukisema inawalazimu wa Palestina walio na njaa kutembea kwa umbali katika eneo la kivita. Shirika la haki za binadamu la Umoja wa Mataifa linasema kuwa vikosi vya Israel vimekuwa vikiwafyatulia risasi wale wanaotafuta chakula, ikiripotiwa kusababisha vifo vya takriban watu 500. Kutumia chakula kama silaha ya kivita au kuwazuia raia kupata huduma za uokoaji maisha ni uhalifu wa kivita, ulisema, na vifo vya Gaza lazima vichunguzwe.
Waziri Mkuu wa Qatar anasema anatumaini Israel haitajinufaisha na kusimamishwa kwa vita kwa muda na Iran ili kuendeleza mashambulizi Gaza. Shirika la ulinzi la kiraia la Gaza lilisema vikosi vya Israel viliua watu 21 waliokuwa wakisubiri msaada karibu na kituo cha usambazaji katikati mwa maeneo ya Palestine leo hii siku ya Jumanne, tukio la hivi punde la kutisha na walenga wanaotafuta misaada. Maelfu ya Wapalestina wamekusanyika wakiwa na matumaini ya kupata mgao wa chakula katika ukanda wa Gaza, huku kukiwa na tishio la ukame katika maeneo kadhaa baada zaidi ya miezi 20 ya kivita. Kwa mujibu wa takwimu zilizotolewa siku ya Jumamosi na Wizara ya Afya, katika ukanda wa Gaza unaodhibitiwa na Hamas, watu wasiopungua 450 wameuawa na takriban 3500 kujeruhiwa na mashambulizi ya Israel, huku akijaribu kupata msaada tangu mwezi Mei. Mengi hayo yamekuwa karibu na maeneo yanayodhibitiwa na wakfu wa kibinadamu wa Gaza, kwa mujibu wa waokoaji. Shughuli za wakfu mbalimbali za kibinafsi huko Gaza zimekumbwa na matukio ya machafuko. Mashirika ya Umoja wa Mataifa na mashirika makubwa ya misaada yamekataa kushirikiana nao kutokana na wasiwasi kwamba uliundwa kukidhi malengo ya kijeshi ya Israel. Naam, ni ripoti yake Sarafina Robi hiyo msikilizaji. Asante Jack Mary Aidan, unasema unatupokea vizuri kupitia ukurasa wetu wa Facebook. Baba yetu Saloni ukiwa Arusha Tanzania unasema njia pekee ya kumaliza vita kati ya Israel na Iran ni mazungumzo tu. Ni kushukuru Wilgard Kahaya pamoja na Ngalama Maluta wa Isolo Magu Mwanza Tanzania, huku pia Wile Rais wa Amani kutoka anasema Arusha Ndogo Chato. Na sasa tunaelekea viwanjani kwa Kive Buchana. Naam, nianze na mechi za kombe la dunia. Lionel Messi atamenyana na klabu ya zamani ya Paris Saint-Germain kwenye kombe la dunia la vilabu la FIFA, huku Inter Miami timu yake ikitoka sare ya 2-2 na Palmeiras ya Brazil na kutinga hatua ya mtoano. Niko naye Phyllis Mwatei. Pointi moja ilitosha kwa pande zote mbili kusonga mbele, ambapo Tadio Allende na Luis Suarez walitangulia kuifungia Inter Miami mabao 2-0 mbele ya mashabiki 60,000 kwenye uwanja wa Hard Rock. Hata hivyo, klabu hiyo ya Brazil ilifunga mabao 2 katika dakika 10 za mwisho kutoka kwa Paulinho na Mauricio kuhakikisha wanavuka kama washindi wa kundi A kwa tofauti ya mabao. Sasa Inter walimaliza wa pili na kusababisha mkutano na PSG, timu ambayo mshambuliaji wa Argentina Messi alichezea kutoka mwaka 2021 hadi 2023. Kwingineko katika kundi A, Al Ahly ya Misri ilikubali bao la kusawazisha dakika ya 89 na kutoka sare ya mabao 4-4 na Porto. Hat-trick ya Wessam Ali kwa Al Ahly ilifutwa na mabao ya Rodrigo Mora, William na Samu Agehoa kabla ya Mohamed Romdane kuweka Al Ahly mbele kwa mabao 4-3 dakika 64. Hata hivyo, bao la kusawazisha la winga wa Brazil Pepe dakika za lala salama katika uwanja wa MetLife lilihakikisha pande zote mbili zilitolewa katika awamu ya kundi zikiwa na point 2 kila moja. Barabara kabisa Phyllis. Leo usiku Benfica inamenyana na Bayern Munich, huku timu ya Auckland City ikichuana dhidi ya Boca Juniors. Kwengineko England, Manchester United wamewasilisha dau lililoboreshwa la zaidi ya pauni milioni 60 kumnunua mshambuliaji wa Brentford Brian Mbeumo. Mwezi huu ofa ya United ilikataliwa kwa mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 25 ya pauni milioni 45 pamoja na nyongeza ya hadi pauni milioni 10. Sasa mazungumzo kuhusu mshambuliaji huyo wa Cameroon ambaye atakuwa mchezaji wa pili kusajiliwa na klabu hiyo msimu wa joto yanatarajiwa kuendelea wiki hii. Kufuatia kumnasa Matheus Cunha kutoka Wolves kwa pauni milioni 62.5, United wanataka kukiimarisha zaidi kikosi cha Ruben Amorim kabla ya kurejea kwa mazoezi ya kujiandaa na msimu Julai tarehe 7. Meneja mpya wa Tottenham Thomas Frank alitaka kuunganishwa tena na Mbeumo, huku pia kumekuwa na nia kutoka klabu nyingine zitakazocheza ligi ya mabingwa kutaka kumnunua mshambuliaji huyo. Sasa vyanzo vya habari vimependekeza kwamba Brentford ingetaka angalau ada sawa na Wolves wamepokea kwa mchezaji Cunha kabla ya kukubali kuuzwa kwa mchezaji ambaye bado ana mwaka mmoja kwenye mkataba wake.
Kama ilivyokuwa kwa Cunha, uzoefu wa Mbeumo wa ligi ya Premier unatazamwa kuwa mzuri sana, kwani Amorim anahitaji wachezaji ambao wanaweza kupiga hatua, huku United wakitarajia kuanza vyema msimu huu kuliko juhudi zao tatu za kizembe chini ya Erik ten Hag. Mbeumo alifunga mabao 20 bora zaidi kwa Brentford msimu uliopita, huku pia akichangia pasi 9 za mabao kwa ajili ya nyuki. Mchezaji mwenzake wa kimataifa wa kipa wa United Andre Onana, Mbeumo huenda akakosa kwa wiki 4 za kampeni za msimu wa mwaka 2025-2026 kwa sababu ya ushiriki wa Cameroon katika kombe la mataifa ya Afrika nchini Morocco. Sasa Cameroon itacheza na Gabon katika mchezo wao wa ufunguzi wa makundi tarehe 24 mwezi wa Disemba. Barabara kabisa. Kukuongezea tu Phyllis, ni kwamba hatua hiyo mpya ya kutaka kumsajili Mbeumo inakuja huku mustakabali wa Alejandro Garnacho ukiwa kwenye mjadala mkali tena baada ya kuchapisha picha yake akiwa amevalia jezi ya Aston Villa yenye jina Rashford kwenye mitandao yake ya kijamii. Mchezaji mwenzake wa United Marcus Rashford alijibu chapisho hilo kwa ujumbe wa kaka yangu kwa mshambuliaji huyo wa Argentina ambaye thamani yake imefikia pauni milioni 60 baada ya kuambiwa na Amorim atafute klabu nyingine msimu huu wa joto. Nikamilishe na tetezi za soka. Arsenal wameonyesha nia ya kumnunua mshambuliaji wa Paris Saint-Germain ya Ufaransa Bradley Barcola mwenye umri wa miaka 22 ambaye pia anasakwa na Bayern Munich na Liverpool. Mwisho wa makala ya spoti. Shukran sana Phyllis Mwate. Mimi jina langu ni Ive Buchana.